Waingereza wanasema mtu mwenye akili ndogo anajadili watu. Sasa wenzetu wameshindwa kuwa na akili kubwa ya wana mgogoro na naibu spika, ndivyo walivyotangaza, lakini ziko njia za kibunge za kushughulikia huu mgogoro. Wao hawataki kuzifuata, kwa hiyo wameamua kutoka nje kuonyesha kwamba wao shida yao ni naibu spika, na wanasema kwamba naibu spika akirudi wao watabaki ndani. Nadhani hii ni ishara moja kwamba wanaongozwa na akili ndogo. Lakini la pili kubwa ambalo linasikitisha pia ni kwamba anayewaongoza kutoka kuingia yeye mwenyewe haji, Freeman Mbowe. Yeye haingii ndani, hatoki kama wenzake wanavyotoka, havai makaratasi kama walivyovaa wenzake. Inawezekana amelala nyumbani kwake, anaamua tokeni ingieni, tokeni ingieni. Nadhani hili jambo si jema. Ushauri wangu ni kwamba ziko njia za kufuata ambazo ni vizuri wakazifuata. Wajaribu kuwa na akili kubwa kidogo ya kushughulika na mfumo, kwa sababu wao shida yao ni bungeni hapa. Hawakuridhika na maamuzi ya kiti. Ziko hatua na taratibu za kikanuni za kufuata, lakini baya kuliko yote wanawanyima fursa watu waliowachagua, kwa sababu hawa hawajajileta hapa, wamechaguliwa na wananchi. Utaona wameuliza maswali kadhaa humo ndani ambayo yalitakiwa yajibiwe na wao wakiwepo, waulize maswali ya nyongeza, hawakuwepo. Kwa hiyo wamewanyima fursa wananchi waliowachagua, na hii ni salamu tosha kwamba uchaguzi ujao nadhani tupunguze kidogo vichaa ndani ya bunge letu. Tuweke watu ambao watajua wametumwa na waliowatuma wanataka wakae ndani watetee maslahi yao pale ndani. Tunapitisha sasa hivi bajeti kwa kupiga kura. Pesa zikipatikana zitaenda kwenye madawa, kwenye barabara, kwenye maji, kwenye elimu, ambao wao hawajashiriki hata moja. Lakini itakapoenda kule watakwenda, sisi ndio wabunge wenu, barabara zinajengwa, maji yanaletwa, lakini umeshiriki kutaka kuzuia ile pesa isiende. Kitendo walichokifanya ni kutaka pesa isiende kwenye madawa, kwenye afya, kwenye elimu, kwenye barabara, kwenye maji na kwenye kila kitu cha maendeleo. Kwa hiyo kwa kweli wanastahili adhabu ya kutorudishwa ndani ya chombo hichi muhimu cha kufanya maamuzi. Na mikutano ya hadhara wanasema wamekataza tusifanye, tutaifanya tu kwa sababu sio ridhaa ya mtu mmoja au eti ni kiwango cha mtu mmoja kusema hapana mfanye. Tutafanya mikutano ya hadhara, na nawaambia wazi kutoka sasa tutafanya mikutano ya hadhara, sio kwa ridhaa ya Magufuli wala ya nani. Ni haki zetu za kikatiba. Kwanza anayetoa vibali vya kutoandamana sio rais, ni jeshi la polisi. Wanaangalia mazingira, kwa sababu mwisho wa siku ni kwamba shughuli yoyote unaoifanya lazima isiathiri shughuli za wenzako, kwa maana ya kwamba wako watu labda wanasoma, wanafanya shughuli zao, wanasafiri. Kwa hiyo shughuli zako za kisiasa za maandamano zisiathiri. Ndio maana polisi wakipelekewa maombi ya kibali cha kufanya maandamano, wanapima hali ilivyo, wanaeleza, na kama shughuli yako pia haitavunja amani na utulivu. Lakini jambo moja ambalo Watanzania, na naamini sasa Watanzania wameanza kuelewa, uchaguzi ukiisha siasa zinahamia bungeni. Sasa sio siasa zihamie barabarani. Haiwezekani mkawa na nchi ambayo badala ya kufanya kazi watu wanaandamana tu, badala ya vijana kwenda kujitafutia kipato wanaandamana, na mwisho wa siku wanapoandamana wanagawiwa viroba tu, wanagawiwa viroba, bangi na vitu vichache. Basi hawapewi pesa, hawasaidiwi kupata shughuli za kuwapatia kipato. Kwa hiyo mimi nadhani kwanza uamuzi wa jeshi la polisi wa kushauri kwamba mikutano hiyo isitishwe ni uamuzi sawasawa, kwa sababu pia ingeathiri. Leo nchi yetu ina vyama 20 na kitu vya siasa. Hivi vyote vikiamua viandamane, nchi sasa itakuwa nchi ya ajabu. Kwa kuwa uchaguzi umekwisha, wale waliopewa dhamana ya kuja bungeni wahamishie siasa hapa. Tushughulike hapa. Tufanye shughuli na maamuzi ya maendeleo hapa. Baada ya hapa turudi majimboni mwetu. Ndio namna ya kuendesha nchi. Afrika ya Kusini wanafanya hivyo. Wameingiza mpaka kwenye katiba yao kwamba siasa zikiisha, uchaguzi ukiisha, watu wafanye shughuli zao. Na ukitaka uone kwamba wenzetu wanawaburuza wenzao, sijasikia maandamano yakifanyika Moshi, sijasikia maandamano yakifanyika Hai. Hayafanyiki huko kote, lakini yanafanyika maeneo mengine yote, kwa sababu wanajua maandamano yakifanyika yanavuruga shughuli za maendeleo. Ndio maana hawapeleki maandamano Moshi, hawapeleki maandamano Hai, wanapeleka maandamano mikoa mingine. Mimi nadhani Mbowe sasa kama anataka akaanze kuandamana Moshi na Hai,